Mtazamaji wa Sibuka TV, habari za wakati huu. Karibu kwenye kipindi cha afya, kipindi ambacho kinakujia kila siku kuanzia saa 1:30 mpaka saa 2 kamili usiku, na marudio ni siku ya Alhamis, muda na wakati kama huo saa 1:30 mpaka saa 2 kamili usiku. Leo kwenye kipindi cha afya, kama ilivyo kawaida, tunakuwa na wataalamu wa afya ambao wao ni wabobezi katika afya ya binadamu, ambao wao wanatusaidia sisi kutuelimisha na kutupa fursa mbalimbali ambazo zinaweza kutusaidia katika kuboresha na kujenga afya zetu. Mtangazaji wako ni mimi Sam Johnson, lakini leo kama nilivyokuambia, siko mwenyewe, tuko katika hospitali ya Tumbi ambapo tuko katika maadhimisho, ama tuko katika wiki ambayo itakuwa na kambi kubwa ya upasuaji wa watoto. Nisiwe msemaji sana, na hapa niko na daktari mfawidhi wa hospitali hii ya Tumbi, Dr. Amani Malima. Daktari, pole na majukumu. Asante sana. Tumeona na tumesikia kupitia mitandao mbalimbali kwamba katika hospitali ya Tumbi kutakuwa na kliniki ya upasuaji ya watoto. Tungependa basi uweze kutueleza kwa faida ya mtazamaji wa Sibuka TV ambaye anatutazama wakati huu, lakini pia kwa kuwa watazamaji hawakufahamu, ningependa uweze kuanza kwanza na kujitambulisha. Asante sana. Ndio. Mimi naitwa Dr. Amani Malima, ni mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Pwani Tumbi. Na kama ulivyosema, kuanzia kesho tarehe 18 mpaka tarehe 26 tutakuwa na kambi ya upasuaji ambayo itakuwa inashughulika na magonjwa kwa watoto ambayo yako kwenye mfumo wa mkojo lakini na mfumo wa chakula. Kimsingi kambi hii tumekuwa tukiiendesha kupitia hospitali yetu tukijumuika na wenzetu ambao wao wanajiita Adamanis. Hawa ni wataalamu wa magonjwa ya upasuaji ambao wanatoka Italy na wamekuwa akija hapa nchini kwa takriban mwaka wa 4. Safari itakuwa ni mara ya 4. Na kimsingi, kwa mfano, kwa mwaka jana waliweza kuwafanyia watoto 25. Na hapa katikati huwa tunafanya kwa sababu tunavyokuwa na ile kambi tunapata wakati wa kuwatangazia watu kwa kuna hiyo kambi. Kwa hiyo hapa katikati tumeweza kuwatafuta wagonjwa wenye hayo matatizo na tuna watoto 25 ambao watafaidika, watoto 24 ambao watafaidika na kambi ya safari hii. Lakini pamoja na hayo, kwa sababu tunatangaza, tunapenda na wale ambao wamekuwa na changamoto hizi siku ambazo tutakuwa na kambi wanaweza kafika wakaona kliniki tukaangalia, kwa sababu tuna siku za kutosha, tunaweza tukaangalia tukawafanyia na wao, au kama tukiona matatizo yao sio ya dharura sana tunaweza tukawa program kwenye kambi ijayo. Kwa hao wenzetu wao wanakuja wanajilipia wenyewe kutoka huko na upkeeping yao wanajigharimia wenyewe. Sisi kwa upande wetu sana sana tunawapa baadhi ya timu yetu ambao wanafanya nao kazi, na tunatumia nafasi hiyo pia kuongeza ujuzi kwa wenzetu walioko hapa. Lakini pia huwa kwa kawaida wanakuja na baadhi ya vitendea kazi ambavyo wanavitumia kwenye upasuaji. Na kwa mwaka jana katika watoto 25 waliowafanyia, 5 walikuwa na changamoto za kulipia operation kwa magharimia wa malipia. Kwa mwaka huu hao 24 mpaka sasa hivi tumeconfirm wataweza, lakini kwa itakapotokea changamoto tumeshakubaliana nao watachipin na wataweza kulipia gharama za operation. Otherwise gharama ni zile zile za kila siku, hatuna gharama tulizoongeza, kwa ni gharama ambazo zinawezekanika. Otherwise pia wamekubaliana kwa safari hii tuna kifaa huwa tunatumia wakati inapotokea changamoto kumfanyia resuscitation mgonjwa, kinaitwa defibrillator. Tumekuwa nao moja, kwa wameamua safari watatuletea nyingine na watatuachia hiyo. Otherwise tunategemea tutaanza kufanya kazi kesho nao, tutaanza kesho na clinic, na kuanzia siku inayofuata tutaanza na upasuaji. Tumekubaliana Jumamosi na Jumapili kwa sababu ni weekend watapumzika, kwa maana hawatawaona wateja, lakini watatumia muda huo kwa review wale ambao tumeshawafanyia walioko hospitalini, kuangalia hali zao, na Jumatatu tutaendelea tena na upasuaji. Kwa hiyo tunatoa nafasi hiyo kwa watu watakaoweza kuja na watoto wao wenye matatizo hayo, tuje tuwafanyie screening, tujiridhishe, tuone kama ni tatizo ambalo linafanana na hizo
na hizo changamoto za upande wa chakula na mkojo, ili tuweze kuona tunawasaidiaje. Kwa hiyo tunakaribisha sana. Asante sana daktari, lakini kwa kumalizia, kabla tujaendelea mbele zaidi, kwa wataalamu ambao nadhani wao watasaidia watazamaji kuweza kufahamu kwa uzuri zaidi, tungependa kujua kambi itafanyika wapi? Ni hapa Tumbi? Kambi itafanyika hapa hospitali ya Tumbi. Na wataalamu wetu watakuelezea kuhusu wagonjwa watakaofanyiwa na kitakachofanyika kwa details, lakini kitafanyikia hapa na kliniki itakuwa hapa hospitalini. Kwa upande wa vitendea kazi, huwa wanakuja na set zao za watoto. Ndio. Kwa wakimaliza mara nyingi wanaondoka nazo. Kwa hakuna, mara nyingi hatujapata changamoto yote ya kuweza kumhudumia mgonjwa wote, kwa sababu wanakuwa na wataalamu wao, lakini wanafanya kazi na wataalamu wetu. Asante sana. Basi sisi tukushukuru kwa haya machache, tunaamini kuna mengi zaidi ambayo yatakuwa hapo baadaye. Asante sana. Naam, mtazamaji wa Sibuka TV, tumemsikia mganga mfawidhi wa hospitali ya Tumbi. Endelea kuwa nasi kwenye kipindi cha afya kuweza kufahamu zaidi kuhusiana na upasuaji huu wa watoto, tukienda kuzungumza na madaktari ambao sasa wao wenyewe ndio wabobezi na wanaohusika zaidi na kliniki hii. Mtazamaji wa Sibuka TV, kipindi cha afya, bado tupo kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa wa Pwani, hospitali ya Tumbi, ambapo tumekuja kujadili ama kutazama kuhusiana na kambi ya upasuaji wa watoto. Kama nilivyokuambia pale awali kwamba hapa tunaendelea sasa mbele. Hapa tuko katika ofisi ya daktari wa upasuaji katika hospitali hii ya Tumbi, Dr. Bernard Magoda. Dr. tumekuja kama ambavyo tumezungumza ama kama ambavyo nimezungumza hapa kuhusiana na taarifa za kambi ya upasuaji wa watoto ambayo itafanyika hapa katika hospitali ya Tumbi. Basi kwa faida kwanza, ningependa uweze kujitambulisha ili mtazamaji aweze kufahamu tuko na nani na mtaalamu wa aina. Asante sana kwa kunikaribisha. Mimi naitwa Dr. Bernard Magoda, ni daktari bingwa mbobezi wa upasuaji wa watoto katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Pwani Tumbi. Karibuni sana. Asante sana. Daktari, tumesikia kuhusu kambi ya upasuaji wa watoto. Kwa kifupi, tungependa kujua ni aina gani ya magonjwa ambayo yanahusika katika upasuaji huu? Asante. Kwa kifupi, katika kambi yetu ambayo itaanza kesho tarehe 18 mwezi wa 3, magonjwa ambayo yatahusika zaidi ni hasa magonjwa ya njia ya chakula pamoja na magonjwa ya njia ya mkojo. Kambi hii itahusisha pia baadhi ya magonjwa mbalimbali yatakayohitaji upasuaji, lakini kwa wingi zaidi wagonjwa ambao tumewapata ambao tunatarajia kuwafanyia zaidi ni wale ambao wana changamoto za njia ya chakula na njia ya mkojo. Ndio. Ningependa kufahamu sasa, sisi pamoja na watazamaji, kwa nini kipindi hichi mmeweka kipaumbele kwanza kwa watoto? Asante sana. Kipindi hiki tumeweka kipaumbele kwa watoto kwa sababu kuna uhaba au wataalamu wa upasuaji wa bobezi upasuaji wa watoto ni wachache. Kwa hiyo tumepata bahati ya kuwa na ushirikiano na madaktari bingwa wa bobezi na maprofesa kutoka foundation ambayo inaitwa Adamanis kutoka Italia, ambao kwa miaka 4 sasa wamekuwa wakishirikiana na sisi. Kwa hiyo huwa wanakuja kutoa hizo huduma. Kwa hiyo wamefika kwa ajili ya kutoa huduma hasa kwa wale watoto ambao wamezikosa. Ndio maana unakuta kuna watoto ambao walishafika kwenye kliniki zetu za kawaida za upasuaji, lakini hawakuweza kufanyiwa, tukawapa muda wasubiri kambi ifike ndipo wapate huduma hizo. Ndio. Tungependa sasa kufahamu kwa nini magonjwa
tunafahamu mwili wa binadamu na sehemu nyingi. Kwa nini mmechagua ama mmetoa kipaumbele kwenye magonjwa hasa ya mfumo wa chakula na hayo mengine machache? Asante. Magonjwa haya tumeyapa kipaumbele kwa sababu kwa kiasi kikubwa ndio kwa watoto wanaohitaji upasuaji, kwa kiasi kikubwa ndio mifumo ambayo inaathirika zaidi. Kwa mfano mfumo wa chakula, kuna watoto ambao wanazaliwa bila kuwa na njia ya haja kubwa. Mtoto anazaliwa ile sehemu yake ya kutolea choo inakuwa haipo kabisa. Kwa hiyo ni changamoto ambayo inatokea kwa watoto sana, lakini kuna watoto ambao kwenye mfumo huo pia wanaweza wakazaliwa pia labda maeneo ya utumbo, unaweza ukakuta utumbo labda umejikunja, wanaita malrotation, lakini pia unaweza ukakuta utumbo haujafunguka vile inavyotakiwa, wanaita intestinal atresia. Kwa hiyo ni magonjwa kwa njia ya chakula yanatokea kwa kiasi kikubwa kwa watoto. Kwa hiyo tumeona ni muhimu wataalamu wao wafike na wafanye hizo operation, lakini pia kutujengea uwezo sisi ambao tuko hapa kuendelea kuweza kufanya hizo operation. Lakini kwa upande wa njia ya mkojo, watoto mara nyingi baadhi wanazaliwa wakiwa na njia ya mkojo, ile sehemu ya mwisho ya kutolea mkojo inakuwa upande wa chini wa uume wa mtoto, tunaita hypospadias. Hizo zinatokea mara nyingi, watoto wanakuwa na hizo hali. Kwa uchache wengine wanatokea ile njia ya mkojo inakuwa upande wa juu, hiyo inatokea kwa uchache, lakini mara nyingi kuna watoto wanapata hizo hypospadias. Kwa hiyo hawa ni wataalamu ambao wana ujuzi mkubwa. Kuna profesa ambaye ana ujuzi mkubwa wa kuzifanya hizo hayo marekebisho ya hizo njia za mkojo. Lakini pia wataalamu hawa kwa upande huo wa njia ya mkojo huwa wanahusika pia kurekebisha watoto ambao wanazaliwa bila kuwa na korodani ambazo zimeshuka chini. Kuna hiyo changamoto pia, kwa kitaalamu wanaita undescended testes. Kwa hiyo tunapata hizo kesi. Wengine ile testis au hizo korodani zinakuwa zimeishia kwenye eneo la wanaita groin au karibu na huu upande wa paja unapoanzia. Paja inapoanzia hapa juu unakuta korodani zimeishia pale, hazijashuka chini. Lakini wengine unaweza kukuta korodani zimebaki ndani, kwa sababu mtoto anapoumbwa korodani huwa inatokea tumboni inashuka chini. Kwa hiyo kuna watoto wanazaliwa bila hizo korodani kushuka chini. Kwa hiyo hawa wataalamu wanaweza kufanya hizo operation kwa ujuzi mkubwa kabisa. Hizo operation kuna ambazo huwa tunafanya hapa, lakini kwa lengo la kujenga uwezo na kwa lengo la kufanya huduma kwa wigo mpana, basi tumeunganisha nguvu na wenzetu wa hiyo foundation ili kuweza kuwafanyia watoto wengi zaidi. Sasa kwa makisio sasa, kwa muda wa wiki moja nadhani kwa kushirikiana na wataalamu mnatarajia angalau huduma hii ya upasuaji mnaweza mkaweza kufanya kwa watoto kama wangapi? Kwa muda wa wiki moja tunatarajia kufanya watoto 24, na hawa ni wale ambao tumeweza kuwaandikisha. Kuna kundi la watoto ambao mwaka jana mwezi wa 4 walifika, walipata huduma, na kwa mfano changamoto za njia ya mkojo, kuna watoto ambao ile njia ya mkojo pamoja na kwamba iko chini, lakini inakuwa nyuma kabisa au mwanzo wa uume unapoanzia. Kwa wale watoto ile operation huwezi ukafanya kwa stage moja, lazima ufanye kwa stage 2 au zaidi. Kwa hiyo kuna kundi la watoto ambao watafika kwa mara ya pili ili kukamilisha stage ya pili ya marekebisho ya hiyo changamoto. Lakini kuna watoto ambao walikuwa na ukosefu wa njia ya choo, kwa hiyo pia nao
ambao watafika kwa mara ya pili, kwa sababu kuna watoto ambao wanazaliwa bila kuwa na njia ya choo, ambao sasa mara anapozaliwa tu anahitaji operation ya dharura. Kwa hiyo anawekewa njia ya choo maeneo ya tumboni, wanaita colostomy. Kwa hiyo choo kitakuwa kinatokea hapo eneo la tumbo, lakini baadaye, baada ya vipimo vikishafanyika, vikishaonekana anastahili kufanyiwa matibabu sasa kamili ya kurekebisha njia yake, anafanyiwa hiyo operation. Kwa hiyo kuna kundi la watoto kadhaa ambao watafanyiwa stage ya pili ya kuwatengenezea sasa njia ya choo kule chini ambayo haikuwepo kabisa. Yes, lakini pia kuna watoto ambao walikuwa wanakuja kwenye kliniki zetu za kawaida, tumewaandikisha, basi watakuwa wanakuja kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo hawa 24 ni wale ambao ni jumla ya wale ambao walifanyiwa mara ya kwanza, wanakuja mara ya pili, lakini kuna wapya ambao tayari tumeshawaandikisha. Ndio. Yes. Sasa asante sana. Kipindi hiki tunatazamwa na wazazi, kina mama na jamii. Umeweza kuelezea matatizo mbalimbali ambayo upasuaji huu kwa watoto mnaenda kuyatatua. Sasa ni nini athari za watoto ambao wako na matatizo haya, wazazi wanafahamu lakini wameshindwa? Tutaanza na kundi la kwanza la wazazi ambao wanafahamu lakini wameshindwa. Nini athari sasa za watoto kuendelea kuachwa na matatizo haya? Nashukuru kwa swali zuri. Athari zipo. Kwa mfano, watoto ambao wana changamoto ya njia ya mkojo, inapobaki kwa muda mrefu, kwa kuwa ule mkojo utakuwa unatokea ilo eneo la chini, kunakuwa na uwezekano wa ile namna ambavyo mkojo unatoka ukawa mwingine unashindwa kutoka vizuri. Kwa hiyo kunaweza kukawa na kiwango ambacho kinaendelea kubaki. Mtoto anaweza akawa anapata wanaita kama retention, na kiwango cha mkojo kinaweza kikawa kinabaki, ambayo inaweza ikapelekea maambukizi ya mara kwa mara ya njia ya mkojo au urinary tract infection. Anaweza kawa wanapata hizo, lakini pia mkojo ambao unabaki kwa muda mrefu inaweza ikapelekea pia hali ya kuathiri hadi maeneo ya figo. Kwa hiyo kwa muda mrefu hiyo hali ikibaki, mtoto anaweza kupata hata changamoto za figo kushindwa kufanya kazi vizuri kutokana na kukosa matibabu kwa muda mrefu. Lakini pia kwa njia ya haja kubwa, kuna wale ambao anakuwa labda njia hana kabisa ya haja kubwa. Hawa sasa kwa vyovyote vile mara nyingi huwa hamna namna, mara nyingi huwa inabidi wafike tu hospitali, mara nyingi huwa wanaona na wanapata huduma. Ingawa sasa hawa pia ikitokea kwamba mtu amechelewa kupata huduma, manake atafika hospitali kwa dharura. Sasa operation ikifanyika kwa dharura, inawezekana yuko mbali na huduma ambapo zinatolewa vizuri. Kwa hiyo mazingira ya operation kwa dharura yanaweza yakawa sio mazuri. Ile operation itafanyika wakati mtoto ameshazidiwa, kwa hata matokeo ya operation yanaweza yakawa sio mazuri. Lakini pia kuna wengine, kwa mfano watoto wa kike, anaweza kazaliwa ile njia yake haja kubwa kule mwisho haipo, lakini ana tundu ambalo linatoa haja kubwa kupitia ukeni. Kwa hiyo huyu sasa, kama mama atabaki naye nyumbani, choo kitakuwa kinatoka pale ukeni, lakini mtoto atakuwa anapata maambukizi, magonjwa mbalimbali ya njia ya mkojo pia, kwa sababu kile choo kitakuwa kinaingia kwenye njia ya mkojo. Kwa hiyo atakuwa anapata magonjwa au infections za mara kwa mara kwa kukosa hiyo huduma mapema. Nimeona pia mmezungumza kufanya upasuaji kuhusu uvimbe mbalimbali.
niliona kwenye tangazo. Sasa ningependa kufahamu, ama wewe kama daktari wa upasuaji kutusaidia kuelimisha jamii kwenye magonjwa ya uvimbe, ni dalili gani ambazo kina mama wazazi ambao wanakaa na watoto wakiona waweze kuchukua tahadhari mapema? Kwenye uvimbe mbalimbali kwa kiwango kikubwa tunapokea watoto hasa wa kiume wengi ambao wanakuwa na changamoto ambayo inajulikana sana kama hernia. Kwa hiyo kwenye namna ya kuleta tangazo hilo ndio tuliweka uvimbe. Kwa hiyo hernia ni changamoto ambayo ipo sana, na dalili zake ni kwamba mtoto atazaliwa, hasa wale wa kiume, atakuwa anapata uvimbe maeneo ya pale paja ambapo linaanzia wanaita groin, ambapo sasa uvimbe utakuwa unatokea mara nyingi zaidi anapokuwa either labda anakohoa au kama kujikaza hivi, labda kujisaidia, unakuta kuna eneo linavimba. Kuuma, maumivu yanaweza yakaja baadaye, lakini mara nyingi huwa inakuwa tu ni uvimbe ambao unavimba strain au akijikamua, lakini akirelax, labda akilala, unaweza kukuta uvimbe unapotea. Kwa hiyo hiyo ni dalili ambayo inatokea sana, na sasa huyu anapochelewa kupata huduma, inawezekana hicho kinachovimba hapo, kwa sababu hernia ni matokeo ya kuwa na weakness au udhaifu kwenye eneo la misuli. Kwa hiyo unaweza kukuta kinachovimba pale ni utumbo, labda upande wa ndani unapenya kwenye ile sehemu ambayo ni dhaifu, unashuka, na huo uvimbe unaweza ukashuka hadi ukaenda kwenye huu upande wa mfuko wa korodani. Kwa hiyo ule uvimbe sasa, kama ni utumbo, unaweza ukashuka kule ukashindwa kurudi, ukabana. Kwa hiyo unapobana pale, kama itakuwa ni kwa muda mrefu, unaweza ukaathirika, ukabanwa, ukakosa supply ya damu, utumbo ukaharibika kabisa. Kwa hiyo mtoto atafikishwa hospitali kama dharura, itabidi afanyiwe operation kama dharura, pengine anaweza akahitaji kukatwa utumbo, pengine anaweza akapata athari za kuugua muda mrefu, akapata infections. Kwa hiyo inaweza ikamletea changamoto kubwa zaidi za kiafya. Tuna mambo mengi sana ya kuzungumza hapo, lakini tukiwa tunataka sasa, kabla sijakupa nafasi ya kuweza kutoa wito kwa wanajamii ambao wanatutazama na wanatusikiliza, nadhani ni swali linaweza likawa ndani ama linaweza likatoka nje kidogo. Sasa tumezungumza kuhusu watoto. Kwanza ningependa nifahamu, tukizungumza watoto, mmelenga umri kuanzia umri gani? Watoto tumelenga umri kuanzia sifuri, tuseme kuanzia siku ya kwanza hadi miaka 18. Ingawa bado tunaweza tukahudumia pia wale ambao wanaweza wakawa wanazidi hiyo miaka, lakini wakawa na condition ambazo zina uhusiano au ni za kuzaliwa nao, ni zina uhusiano na magonjwa ya watoto. Kwa hiyo hakuna limit sana ya miaka katika huduma ambayo tunatoa. Kwa hiyo wote wanakaribishwa, lakini tunaposema watoto huwa tuna target 18 mpaka. Nadhani swali langu umelijibu, kwa sababu swali langu lilikuwa nataka kujua kwa ambao wamezidi umri wa watoto mna wasaidiaje, ama mna ushauri gani, kwa sababu matatizo haya huenda yako pia mpaka kwa watu wazima. Sasa daktari, tukiwa tunamaliza, wito wako kwa wazazi ambao wanatutazama sasa hizi, unatoa wito gani kuelekea kliniki ambayo mtaifanya hapa ya upasuaji kwa siku hizo 7? Asante sana. Wito wangu kwa wazazi ambao watapata tangazo hili, tunawakaribisha sana hospitali ya
Tumbi, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Pwani. Tunakaribisha sana kupata huduma hiyo katika siku hizo za kambi ya upasuaji, lakini pia madaktari bingwa na bingwa bobezi wa upasuaji wapo. Lakini pia wito mwingine ni napenda kuhamasisha wazazi, walezi, watoto wanapozaliwa hasa tuwe na tabia ya kuwakagua vizuri, kuona maumbile yao kama yamekamilika vizuri, ili watoto waweze kugundulika mapema kama wana changamoto zozote na waweze kupata huduma kwa mapema zaidi, na hiyo itasaidia matokeo yawe mazuri zaidi. Sawa. Swali lingine la mwisho kabisa, tungependa kufahamu mawasiliano au kuna gharama na utaratibu ukoje? Kama utaratibu wa kambi hii ambayo itaanza siku ya kesho, basi wateja watakapofika kesho, kwa maana ya tarehe 18 mwezi wa 3 2026, watoto watakapofika wataelekezwa. Wale ambao watafika upande wa mapokezi wataelekezwa eneo ambalo litafanyika clinic, eneo la wodi ya upasuaji ambapo kuna chumba maalum kimeandaliwa kwa ajili ya kufanya hiyo clinic. Kwa hiyo watoto wataangaliwa na wale ambao wanastahili au wana qualify kuhitaji operation watapangiwa siku. Lakini kuhusu gharama ni za kawaida zile za operation kama siku zote ambazo zinafanyika katika hospitali yetu, bila kujali kwamba tuna wataalamu kutoka nje. Kwa hiyo ni gharama za kawaida za serikali ambazo zinazingatia uhitaji wa jamii, basi ndio gharama ambazo zitatumika kama kawaida. Na kwa wale ambao watakuwa na changamoto, basi kwa mwaka uliopita wageni wetu hawa waliweza kusupport wale wateja ambao walishindwa kujilipia. Kwa hiyo tutaangalia pia kwa wale ambao watakuwa na changamoto, basi uwezekano utakapokuwepo, basi wataweza kusaidiwa kupata matibabu hayo. Basi sisi tukushukuru sana kwa hayo. Ni matumaini yetu watazamaji wa Sibuka TV mmeweza kusikia kuhusiana na kambi hii ya upasuaji ambayo itafanyika hapa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Pwani, hospitali ya Tumbi, ambayo itaanza kuanzia tarehe 18 mpaka tarehe 26. Endelea kutazama kipindi cha afya hapa Sibuka TV. Sibuka TV hapa, kama nilivyokuambia, tupo katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Pwani, hospitali ya Tumbi, ambapo tulikuwa tumekuja kukuandalia kipindi cha afya. Tumeona kuanzia tarehe 18 mpaka tarehe 26 kutakuwa na kliniki ya upasuaji kwa watoto, kliniki ambayo itahusisha magonjwa mbalimbali ikiwemo henia pamoja na uvimbe mbalimbali ambayo iko katika miili ya watoto. Lakini pia ni kukumbushe tu kwamba zoezi hili litafanywa kwa ushirikiano wa madaktari kutoka nchini Italia ambao wao pia ni wabobezi wa upasuaji kwa watoto. Endelea kutazama Sibuka TV, vipindi mbalimbali vinafuata. Pia nikukumbusha tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na YouTube kama TV Sibuka EAGT. Ulikuwa nami Samson Johnson, lakini siku mwenyewe nilikuwa na Elisha Mgonja ambaye yeye alikuwa nyuma ya kamera. Hadi wakati mwingine, endelea kutazama Sibuka TV, vipindi mbalimbali vinafuata hapo katika runinga yako. Sibuka TV.